Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026 ambao tumetoka kushuhudia siku ya leo majira ya saa 1 usiku kutokea katika nchi ya Rwanda. Ni mchezo ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Jamus kutokea katika nchi ya Sudani Kusini, ambapo mchezo huo ulikuwa ni mchezo wa mzunguko wa kundi B, ambapo mchezo ulikuwa ni wa mzunguko wa pili. Fahamu katika mchezo huo umeweza kumalizika kwa timu hizo kuweza kutoshana nguvu ya sare ya 0-0, na unakuwa ni mchezo wa pili mfululizo kwa klabu ya soka ya Simba kuweza kutoa sare, kwa sababu mchezo wa kwanza waliweza kutoa sare dhidi ya kikosi cha timu ya soka Mogadishu City kutokea katika nchi ya Somalia, ambapo tunashuhudia mpira ulikuwa ni wa kuvutia. Simba kuna nafasi nyingi wameweza kuzitengeneza, lakini golikipa wa klabu ya soka ya Jamusi aliweza kuwa hodari katika lango lake. Kwa hiyo mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi klabu ya soka ya Simba na Jamus zimeweza kutoshana sare ya 0-0. Na mara baada ya mchezo huo kumalizika, mashabiki wengi wa klabu ya soka ya Simba wameanza kuwa na hofu na klabu yao kuelekea msimu ujao kutokana na kiwango ambacho wanakionyesha. Mpaka sasa hawajafanikiwa kufunga bao lolote lile katika michezo miwili ambayo wamecheza. Kwa hiyo watu wameanza kupata hofu kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026 ambapo tunashuhudia Simba mpaka sasa wapo katika nafasi ya 3 ya msimamo wa kundi B wakiwa wamecheza michezo miwili, wametoa sare michezo yote miwili wakiwa na alama 2. Nikumbuka kinara ni Jamus ambaye amecheza michezo miwili akiwa na alama 4. Kwa hiyo kwa sasa Simba wanasubiria mchezo wa mwisho, ambapo mchezo huu watakwenda kucheza tarehe 31 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Singida Black Stars kutoka katika nchi ya Tanzania, ambapo mchezo huo ndio ambao utakwenda kuamua safari ya klabu ya soka ya Simba kuelekea msimu ujao, kama watasonga mbele ama wataweza kutoka, kwa sababu unahitaji kupata ushindi huku wakiombea Jamusi ipoteze katika mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mogadishu dhidi ya Jamusi. Kwa hiyo tunaona ni mchezo mgumu sana kwa Simba unakwenda kucheza dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo tunaiombea mechi iwe bora, kwa sababu timu zote hizi ni kutokea katika nchi ya Tanzania. Hebu natuambie eneo la comment kwa upande wako kwa kiwango ambacho kinaonyeshwa na wachezaji wa Simba Sports Club kuelekea msimu ujao, unaiona Simba ya namna gani? Kwa hiyo una nafasi ya kushuka chini hapo kwenye comment ukashare maoni yako, kwa sababu ni mdau wa nguvu ambaye unatufuatilia ukiwa maeneo mengi mbalimbali. Kwa shuka kwenye comment kadondoshe maoni yako kuhusiana na kiwango ambacho kinaonyeshwa na klabu ya soka ya Simba. Sasa mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Jamusi kumalizika kwa sare ya 0-0 na klabu ya soka ya Simba kuweza kukamata nafasi ya 3 katika msimamo wa kundi B wakiwa na alama zile 2, basi kwa upande mwingine kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba ameweza kufunguka maneno haya kwa hisia. Cha kwanza anasema hivi: mechi yetu ya pili tumeonyesha kuwa ni timu tunayo na pia usajili mzuri umefanyika. Kilichopo tu wana Simba ni kuwa watulivu kwa sasa. Wachezaji ni wapya na hawajapata muda wa kufanya mazoezi kwa muda mrefu waweze kuzoeana. Kwa hiyo mambo mazuri yanakuja, timu tunayo na tunatamba nayo kutokana na usajili ambao tumeweza kuufanya. Hayo ni maneno ya meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba ndugu Ahmed Ali, akithibitisha kwamba hiki kinachoendelea ni sehemu ya pre-season. Kwa hiyo wana Simba wakae watulie, mkao wa kula kuelekea msimu ujao wa mwaka 2026 2027. So ambie eneo la comment kwa upande wako kwa hiki ambacho mkisema meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba. Je, ni kweli timu wanayo na usajili wamefanya? Toa maoni kwenye comment na sisi tutakuja kuyasoma.